Bwana, tunaye Miss Halisi, mke wa Mwijaku. Habari yako? Nzuri. Za masiku? Nzuri. Onekani sana dada. Nipo. Ulinitafuta? Sana. Mwijaku simu zangu anazikimbia sana. Anamwambia huyu bwana huyu kumpata huyu ni ngumu sana. Mimi sijapewa taarifa zako. Kweli? Mwijaku fikishi ndugu yangu. Sijaambiwa kama unanitafuta. Okay. Wewe tunajua ni mmoja kati ya wanamama wapambanaji sana. Mwijaku amekuwa akiyazungumza haya na kukusifia sana. Alice ni mwanamke wa namna gani kwa? Alice tukizungumzia kwenye upande wa maisha kawaida, ni dada wa kawaida mwenye familia yake ambaye ana mtoto mmoja na mume mmoja. Kwenye mambo ya kwenye kutafuta riziki ni mfanyabiashara. Ndio hivyo. Okay. Wengi wakawa wanajiuliza Mwijaku ni mpambanaji sana. Nadhani hilo unaliona huko. Unaliona hilo? Ndio naliona. Unajivuniaje au kuambia watu kuhusiana na kamanda wako ambaye yuko mbele ambaye anaongoza jahazi la familia? Mimi kiukweli namshukuru Mungu kwa jinsi alivyomjalia hicho hiyo hali ya kuwa mpambanaji ambaye hachoki, hakati tamaa. Hivyo namshukuru Mungu kwa ajili hiyo. Yes. Alikuwa na share picha mkiwa chuo miaka hiyo. Ndio. Mwaka gani ilikuwa? Ilikuwa 2000 na ngapi? 2010. 2010. Ndio. Okay. Na mkaingia kwenye ndoa mwaka gani? 2018. Mvumilivu. Safari ilikuwa ngumu sana kuvumilia, make kwenye ile 2000 na ngapi hiyo 10. Mlikuwa shuleni, unajua kuna zile ndoto za chuo zile. Tunaoana mpaka kufika baada ya miaka 8 amekuoa. Safari ilikuwa ngumu kiasi gani? Kiukweli sikuona kama safari ilikuwa ngumu, kwa sababu tulijipa nafasi kila mtu, lile jambo lifanyike wakati tukiwa tayari. Hatukutaka kutiana pressure kwamba lazima tufanye sababu tushaanza mahusiano labda tuna miaka 2 mitatu tuoane. Hapana, tulijipa muda wa kujuana vizuri, tulijipa muda wa kuwa na utayari kwamba tutakapoingia basi sio kwamba tunaanza baada ya muda kidogo, mimi bwana amenishinda, nilikuwa sija kuangalia vizuri, sija kujua vizuri. Hapana, tukasema tupeane muda, ikifika time ambapo tutakuwa tuko tayari basi iwe heri kwa Mungu. Hujawahi kujuta? Hapana, sijawahi kujuta. Sijawahi. Maana unafika katikati safari unasema mbona mambo yamekuwa mazito? Hapana. Lakini hii inasema kwa sababu ya lifestyle ya Mwijaku. Wakati mwingine amekuwa na matani sana, kutana na wadada huko mitandaoni, bwana wewe utanivunjia ndoa yangu au nitajivumilia? Hizo unaziona sana. Ile ni sehemu ya kazi, kwa sababu tangia nimekuwa naye alikuwa na ndoto ya kutaka kufanya vitu kama hivi. Kwa hiyo nilikuwa namuona kwa kiasi fulani mwanzo nilikuwa sitaki, lakini baadaye ikabidi nimsupport kwa sababu ni kazi alikuwa anaitaka. Kwa hiyo tumesupportiana hivyo mpaka kafika pale alipo. Kwa hiyo ni kitu ambacho najua na nilikuwa nishajiandaa kwa hizo impact ambazo zinaweza zikatokea katika hiyo shule ambayo atakuwa anaifanya, katika hizo kazi zake atakazokuwa anafanya. Kikubwa tuliambizana, tukaikiana tuseme sijui mikakati, sio ni mipaka, kwamba utafanya hivi na hivi, au kama ukiona kitu kina utata basi niulize, mimi nitakwambia kwamba hiki kiko fresh, hakina shida hivyo. Usiniambie anaulizaga bana hivi anauliza. Ananiuliza kuna vitu akifanya, especially kama akifanya na wanawake waga lazima anitumie, kama amefanya tangazo kama chochote amerekodi, na especially wanawake sana atanitumia, ataniuliza vipi hiyo ni post, naambia kama iko okay, naambia post, kama sijaipenda mimi mwenyewe naambia basi usipost. Unajua ni ngumu, wewe ni mwanamke, wivu amkosagi. Kuna wakati unasema ni hela tu, lakini inabidi kuvumilia. Ndio unaweza ukasema sometimes kwamba kuna sometimes kuna simu zinaingia, labda unakuta ni ya kazi ndio, lakini labda kapiga mwanamke afu ni usiku. Kazi gani jamani mpaka usiku? Unapata zile question mark, lakini kwa sababu ni mmeweka uaminifu mbele, kwa hiyo hivyo maisha yanaendelea. Mnagombanaga? Yes, kwa nini tusigombane? Sisi ni binadamu, lazima tugombane. Nini kinawagombanisha mara nyingi? No, ni vitu vya kawaida. Tunaweza kutokea mkapishana tu kauli kidogo mkagombana, lakini mostly tunasolve, vinaisha. Nani mchokozi? Siwezi kusema. Wote mchokozi. Tunamalizia. Mwijaku ni mchokozi. Tayari. Anamalizia. Mwijaku anauliza. Ngoja mtaje wewe kidogo ni mkorofi kwenye
kwenye nani? Tumekuja kufutari na watoto hapa. Tunaongea, tunawafundisha watu. Unajua wewe umefanya mapinduzi makubwa sana kwenye matumizi sahihi ya mitandao. Umejaribu kuangalia fursa iko wapi na ukaweza kucheza nao. Ni ngumu sana kwa mwanamke kama huyu kuvumilia hayo maisha ambao wakati mwingine umekuwa ndio mwasibu yeye. Sasa ndio nimeongea naye sasa. Yeye ndio tajiri. Sasa tulikuwa namuuliza hapa, hali kama hiyo mnagombana mara ngapi? Lazima kugombana, alama akirudi na kuna mnuno. Labda kwa siku na nuna, tunabeba ice cream. Kidogo mwacha aende, mke wangu amechoka. Nendeni. Parichui. Pia mnagombana mara kadhaa kuhusiana na issue za kama vidole vya mkononi havilingani, glasi zinagongana, lazima mtakwazana. Kuna muda unakuwa unakwambia bana, hapa nimechukia, kuna muda hapa anakuambia sijachukia. Ni kawaida hiyo. Kuna wakati ambao umemkwaza zaidi ni kwani upi? Kipindi ambacho nilikuwa natumia pesa vibaya. Yaani napata hela, najua kukalipwa hela, alafu akija kwangu hela hamna. Yaani labda nampa hela ndogo. Ambia mkataba wote umesaifa umpeleka Marekani, umepeleka hela ndio hii. Kwa pale nilikuwa ananisumbua sana, ndio maana hata uwekezaji nilichelewa kufanya, lakini baadaye baada ya kukaa sawa anafanya uwekezaji, mambo yanaenda. Ndio nasimamia, ndio mama kila kitu yule. Sasa hivi yeye ndio kila kitu anasimamia. Mimi kuja kwenye akaunti yangu na shilingi 6500. Mimi kwenye akaunti yangu 6500. Mimi hata sasa hivi unishtaki wewe bilioni, hamna kitu cha jina langu. Kila kitu anashika mwanamke. Yeye ndio anajua mama yangu mimi akamwandika kwenye nini, mtoto wangu kamwandika kwenye nini, mama yake kamwandika kwenye nini, yeye kamwandika kwenye nini. Sisi mali tumeshazigawa kabisa. Haya, wanaume wanaogopa kuishi maisha hivi. Sasa mimi sasa najibia mwenyewe. Yaani mimi akisema anaiba anajibia mwenyewe kwa sababu yeye kashiriki kule kuchuma. Leo hapo mwana mtoto wangu mimi sikujua kama kumbe kuna hela anamwekea benki. Katoa hela yake kawapa watu zaidi ya milioni 5. Kila mtoto mule 3 mdogo wangu. Hatari ndugu yangu. Ndio nakwambia. Okay. Kwa vitu vingine unatokea unaviacha. Yaani atajibia mwenyewe. Mungu amempa riziki, atajibia mwenyewe. Okay. Ndio jembe langu lile la kufa na kuzikana. Okay. Alikuwa ananiambia hapa miaka 10 iliyopita hakutegemea utakuwa wewe hivi. Yes. Lakini alikuwa anajua una shauku na amekusapoti sana. Sana. Mmoja kati ya watu ambao alikuwa ananiambia yes. Yaani prove them wrong. Mmoja kati ya watu alikuwa ananiambia kila nikipanga chumba naambia sikuoni kwenye chumba. Sikuoni kuishi kwenye chumba. Ambia sikuoni kuishi kwenye chumba. Mara nikajitumua nikapanga upande. Akaambia sikuoni kwenye upande. Nikaja nikapanga nyumba, akaambia sikuoni kwenye nyumba ya mtu. Hapa nyumba sio ya kwako hii. Mwenyewe akija akisema anataka kuingia chumbani akague rangi utakataa. Nikawa mdogo. Kwa baadaye nikaja nikaelewa yes. Ni mtu ambaye alikuwa ananipush, kan push until kidogo tuchoko nacho anafurahia. Kwa kiukweli miaka 10 iliyopita mimi yule ndio alikuwa ananunulia nguo mwenge za mtumba. Ndio alikuwa ananunua. Mimi sasa si mgeni da hapo. Ananunulia suruali za mtumba Mburahati. Mimi na swali lake moja tu. Wamekuwa kama kumkosoa sana mtandao. Akisema unawezaje kuishi na Mwijaku? Hilo sijamuuliza. Nataka nikamuuliza nimalizane na hilo. Hawezi kumpata tena kwa kishaondoka. Yupo kwenye gari. Ndio ondoka kaja na dereva wake.